Sasa leo utajifunza jinsi ya kuweka malengo sahihi na kuyafanikisha. Unajua malengo yana namna yake ya kuyaweka, na watu wengi huwa wanakosea kwa sababu wengi huwa wanaweka malengo kwa ujumla, lakini lengo lina sifa maalum. Ili lengo litimie, lazima liwe na vigezo maalum vya kuwekwa, na ukikosea kwenye kupanga malengo hutaweza kufanikisha hayo malengo. Na malengo ni muhimu sana katika maisha yetu, na kwa mtu yote ambaye anahitaji kufanikiwa au anayohitaji kufanikisha jambo fulani, lazima uwe unajua jinsi ya kuweka malengo kwa usahihi. Kwa leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kuweka malengo kwa usahihi na kuyafanikisha. Lakini kama ni mara ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa kila mtu huwa na ndoto, lakini ndoto peke yake huwa hazitoshi kufanikisha katika maisha yako. Malengo sahihi ndio yanayokupa mwelekeo na nguvu ya kufanya ndoto zako kuwa halisi. Leo nitakuonyesha hatua rahisi ya kuweka malengo yako yanayoweza kufanikishwa. Pia nitakufundisha kuhusu makosa yanayofanywa na watu wengi wanapojaribu kuweka malengo yao. Sasa hatua ya kwanza kabisa, lazima ujue unataka kufanikisha nini. Jiulize mwenyewe, nini kinanifanya nijisikie nimefanikiwa? Andika malengo yako kwa uwazi na hakikisha ni yako binafsi, sio yale ya mtu mwingine. Kwa mfano, rafiki yako anaweza kufanikiwa katika biashara mtandaoni, lakini wewe mafanikio yako yanaweza kuwa kwenye kuimba muziki, kucheza mpira, hata kuwa mwalimu. Kutimiza malengo yako ni muhimu kwa sababu malengo ya mtu mwingine hayatakuletea furaha. Sasa kabla hujaweka malengo yote, lazima ujiulize unataka kufanikisha nini. Inaweza kuwa katika elimu, katika biashara, katika maisha, kwa sababu malengo yako sehemu mbalimbali, hata katika mambo ya kiroho. Lazima ujiulize unataka kufanikisha nini na kitu gani ambacho ukifanya utajisikia kuwa umefanikiwa. Yaani kitu gani ambacho kikitokea kwako utajisikia kuwa umefanikiwa. Hiyo ndio hatua kwanza kabisa kabla ya kuweka malengo. Na malengo yako lazima yasifanane na mtu mwingine, au usiigize malengo ya mtu mwingine, kwa sababu ukiigiza malengo ya mtu mwingine hayatakuletea furaha, kwa sababu utakuwa umetimiza malengo ya mtu mwingine, sio ya kwako. Kwa sababu kila mtu hapa duniani ana malengo yake maalum ambayo atakao kuyatimiza, na kila mtu hapa duniani ana vipaumbele vyake maalum. Kwa hiyo unapotimiza malengo ya mtu mwingine au kumwiga mtu mwingine, maana yake hayo malengo yakija kutimia hayaweza kuletea furaha. Na lengo la kuweka malengo ni kusaidia wewe kupata vile vitu ambavyo ulikuwa unavihitaji kupata maishani, na ukishavipata lazima utapata furaha. Lakini ukitimiza vitu ambavyo ulikuwa huvihitaji bali uliviiga kwa mtu mwingine, havitakuletea furaha. Kwa hiyo tuulize, unataka kufanikisha nini maishani, na nini ukikifanya utajisikia kuwa umefanikiwa, au kikitokea katika maisha yako utajisikia umefanikiwa? Baada ya kujibu maswali hayo, ndio sasa ndio hatua ya kwanza kabisa ya kuanza kupanga malengo yako. Sasa hatua inayofuata ni kanuni ya SMART. Ili malengo yako yapangwe vizuri, lazima ufuate kanuni ya SMART. SMART ni kifupi cha maneno matano ambayo ni specific, measurable, achievable, reliable na time bound. Haya ni maneno ambayo yametengenezwa ili kusaidia kupanga malengo yako yawe katika mpangilio mzuri, kwamba kila lengo ambalo unalipanga atakuwa liwe na sifa ya SMART. Tutaenda kuangalia SMART inapangwaje. Malengo yako lazima yapangwe vizuri na yafikie matokeo unayotaka. Hakikisha malengo yako ni maalum, yanapimika, yanaweza kufanikishwa, yanafaa kwako na yamewekwa kwa muda maalum wa kufanikishwa. Kwa mfano, kusema nataka kuwa tajiri, hiyo ni ndoto, lakini ukisema nataka kuongeza kipato changu kwa 50% ndani ya mwaka mmoja, ni lengo maalum na rahisi kulifuatilia. Sasa unajua watu wengi wameshazoea kusema nataka kufanikiwa katika muziki au nataka kuwa tajiri. Hayo sio malengo, hiyo ni ndoto, lakini ndoto lazima iwe na sifa ya SMART. Kama ilivyosema kwamba SMART ni kifupi cha maneno ambayo yamepangiliwa ili kusaidia kupanga malengo yako vizuri. Sasa tukianza na herufi ya kwanza kwenye SMART inaitwa specific. Malengo yako lazima yawe maalum. Usiseme jambo kwa ujumla kwamba nataka kuwa tajiri. Tajiri wa kiasi gani? Kwa sababu kuna matajiri ambao ni wa dunia ambao wana utajiri labda wa mamilioni huko au wa milioni. Lazima useme unataka kuwa tajiri wa kiasi gani. Yani maalum, manake huwezi kusema nataka kununua simu. Lazima uwe specific, simu hiyo ni aina gani? Kuna iPhone, kuna Samsung. Kwa lengo lako lazima liwe maalum. Lakini pia measurable. Lazima liwe na uwezo wa kupimika. Kwamba huwezi kusema tu nataka kuwa tajiri au nataka kuingiza pesa kwenye biashara yangu shilingi milioni 1. Lazima useme kwa muda gani, kwamba
huo muda unapofika lazima ujipime kwamba nimeweza kutimiza hilo lengo, au lazima lengo lako liwe linapimika kwamba nataka labda kuingiza shilingi 500,000 kila mwezi. Maana ukifika tu mwisho wa mwezi utaangalia kwamba nimeweza. Kwa una uwezo wa kulipima lengo lako kwa sababu linakuwa linaweza kupimika. Lakini ni achievable, lengo linaloweza kufanikishwa. Huwezi ukawa na lengo la kununua ndege alafu una mtaji hata wa kununua baskeli. Lazima uweke lengo kulingana na hali yako ya maisha. Tunaambiwa kweli tuwaze mambo makubwa, lakini kwenye malengo lazima uweke malengo ya uhalisia, kwa sababu kila ambacho tunakitamani kifikiwe ndio lengo, kwamba kitu kikubwa. Lakini hapo kwa sasa unapoanzia lazima uweke uhalisia wa maisha yako, sio uweke vitu ambavyo huna uwezo kwa sasa, manake havitatimizwa na utakata tamaa. Lakini pia Lelium ambayo malengo yao yanafaa kwa au malengo yao yana faida kwa. Usiweke malengo ambayo hayahusiani na maisha yako au na ndoto zako au na maoni yako. Lazima malengo yako lazima yawe yanafaa kwa. Huwezi ukasema unaweka malengo ya kuwa mcheza mpira mkubwa afu wewe lengo lako labda ni kuja kuwa mwigizaji wa filamu. Lazima malengo yako yafanane na maisha yako au maono yako na ndoto zako. Lakini malengo lazima yawe na muda maalum ambao ni time bomb. Kwa hiyo SMART ukitumia vizuri itakusaidia kuweka malengo yako kwa usahihi. Kwa hiyo malengo yako lazima yafafanuliwe vizuri na yafikie malengo matokeo unayoyataka. Yaani lazima yaweze kupimika. Kwanza yawe maalum, alafu yawe yanapimika, yawe yanaweza kufanikishwa na yawe yanaweza kufaa kwako na yawe na muda maalum. Kwa hiyo lengo lote unalolipanga lazima liwe katika mpango huo. Uweze kusema nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Lazima useme nataka kuingiza shilingi milioni 1 kila mwezi ndani ya miezi 3 kwa biashara ya kuuza simu. Unaona hilo lengo kwamba limeshachambua kwamba biashara ya kuuza simu, alafu kwa muda wa miezi labda tuseme 3, alafu umeshasema kwamba nataka kuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo lengo lazima liwe na sifa ya SMART. Ukishaweka lengo likana sifa ya SMART, manake ina uwezo wa kufanikiwa. Lakini ukiweka lengo kwa ujumla hauwezi kulifanikisha hilo lengo. Sasa hatua inafuata, andika malengo yako. Kuandika malengo yako huongeza uwezekano mkubwa wa kuyafanikisha. Weka malengo yako mahali utakapoona kila siku, labda kwenye bango, kalenda au diary. Hii inakuwezesha kuwa makini na lengo lako kila siku na kukumbusha hatua unazohitaji kuzichukua. Mfano wa malengo, nitaanza biashara ndogo ya mtandaoni na kupata wateja 50 ndani ya miezi 3. Unaona ni lengo ambalo limezingatia sifa za SMART. Kwa hiyo sasa kuna kitu cha muhimu sana. Unapopanga malengo yako lazima uyaandike. Na mimi huwa natumia mbinu hii, inanisaidia sana. Huwa naandika kwenye karatasi, alafu nabandika ukutani ili mimi naona kila siku, kwa sababu unapokuwa unayaona kila siku malengo yanakuwa na kukumbusha kuchukua hatua. Lakini pia kuna mfumo wa simu sasa hivi upo ambao kunakuwa na kabisa kuna application ambazo zinaitwa goal plan. Unaweza kuweka kule malengo yako zikawa zinakuletea notification kwamba utakuwa ufanye kitu fulani au ufanye kitu fulani. Lakini pia unaweza ukaandika labda kwenye notebook yako au diary yako, ukawa kila siku unaipitia kama una uwezo wa kuipitia. Lakini kuna wengine unakuta anaipitia kila baada ya miezi 3. Hiyo itakufanya usahau pia hata malengo yako. Lazima uweke sehemu ambayo unaweza kuyaona kila siku. Kama wewe unapenda sana kutumia simu, unaweza kuweka kwenye simu yako, lakini pia unaweza kubandika ukutani, ukaandika vizuri, kaweka ukutani, na hii pia ni njia nzuri. Weka mazingira ambayo itakusaidia wewe kuyakumbuka na kuyaona. Unapokuwa unayaona kila siku na akili yako inaanza kushawishiwa kuyatimiza na kuyafuata na kuyakumbuka ili kukupa motisha ya kuyatimiza zaidi. Lakini ukiweka sehemu ambayo huwezi kuyaona, inakuwa sio rahisi kuyafuatilia. Kwa hiyo weka malengo katika sehemu ambayo unaweza kuyaona na iwe rahisi kuyafuatilia. Kwa jitahidi sana kuandika. Na kuandika hii huwa ni jambo la kisaikolojia, kwa sababu toka utotoni tumezoea kuandika. Unapoandika kitu, akili yako inakiona kuwa ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo inakifanyia kazi na kukushawishi wewe kuchukua hatua. Kwa hiyo andika malengo yako. Usishie tu kusema wengi umeshazoea hivyo. Mimi na lengo labda la kuwa mfanyabiashara, anaishia hapo. Lazima uandike na uzingatie sifa za SMART. Issue ya SMART kama itakuwa imekuchanganya, unaweza ukacomment sehemu ya comment section na mimi nitakufafanulia vizuri, lakini lengo lako lazima
liwe na sifa ya smart. Lakini sasa hatua inayofuata, gawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo. Malengo makubwa yanaweza kuonekana magumu, hivyo ni vizuri kuyagawa kwa hatua ndogo ndogo zinazoweza kufanikishwa kwa urahisi. Kila hatua ndogo ni ushindi unaokupeleka kwenye lengo kuu. Kwa mfano, lengo kuu ni kuandika kitabu kwa mwaka mmoja. Hatua ndogo inaweza kuwa kuandika sura moja kwa wiki. Njia hii inafanya lengo kubwa liwe rahisi na la kufanikika bila kuhisi mzigo. Kuna msemo mmoja wa kisaikolojia, kuna mtu alisema unaweza kumaliza tembo mzima kwa kumla kidogo kidogo. Hiyo inamaanisha nini? Tembo kimwangalia ni mkubwa sana, lakini ukianza kuchukua kipande cha nyama kwa tembo kila siku unakula, baada ya muda utashangaa tembo umemaliza. Hii inamaanisha nini? Kwamba jambo lolote unaloona kubwa linaweza kuonekana mwanzoni kubwa sana, lakini ukiweka hatua ndogo ndogo za kulifanyia kazi, taratibu utaanza kulitimiza. Ni vile hata maji yanayokuwa yanadondokea kwenye ndoo, vinapoanza vitone, lakini ukiacha kwa muda mrefu vile vitone unaweza ushangaa ndoo imejaa. Kwa hiyo angalia malengo yako makubwa, afu yagawe katika hatua ndogo ndogo. Mfano, unataka kuandika kitabu. Kitabu kina peji 300 au 200. Unaweza ukagawa katika makundi madogo kwamba kila siku utakuwa unaandika sura moja au nusu sura. Kwa kila siku, kwa sababu utakuwa unaandika siku ina 300 siku, mwaka una siku 365. Bajikuta ndani ya mwaka umeshamaliza kitabu kizima. Lakini ukisema kwa siku moja tu uandike au kwa wiki, utajikuta hata kazi nyingine huwezi kufanya. Kwa hiyo jitahidi ugawanye malengo yako katika hatua ndogo ndogo ambazo unaweza kufanya kila siku au kila wiki, na itakusaidia pia kupunguza mzigo, kwa sababu watu wengi unakuta ana lengo kubwa sana. Sasa ukianza kuliwazia lengo bila kuchukua hatua ndogo ndogo, unajikuta unakata tamaa. Kwa hiyo hata lengo lolote ambalo unaona kubwa, liangalie, alafu sema naweza kufanya nini leo, au kwa hivi mwanzo unaweza kufanya nini ili kufikia kwenye lengo langu kubwa. Usikae tu ukasubiri mpaka eti kila kitu kiwe sawa. Angalia kitu gani ambacho unaweza kufanya leo na kaanza kuifanya mara moja. Lakini pia weka ratiba na taarifa. Malengo bila ratiba ni kama ndege bila rubani. Weka muda maalum wa kufanya kila hatua. Tumia diary, app kufuatia maendeleo yako. Angalia maendeleo yako mara kwa mara na rekebisha mipango pale panapohitajika. Sasa unajua, usipokuwa na ratiba, yani usipokuwa na muda au usipozingatia muda sahihi wa kufanya malengo yako, utajikuta hujui unapoelekea na malengo hayo yatachelewa kutimizwa. Lazima uweke ratiba kwamba kila kitu ambacho unakifanya au kila hatua unayoifanya nitaifanya kwa muda gani. Huwezi kusema tu unafanya tu kitu bila kuwa na ratiba. Lazima useme, labda kama nataka kuandika kitabu, lazima useme labda kila siku jioni nitakuwa naandika karatasi moja au utakuwa naandika nusu page. Kwa kila siku lazima uzingatie ratiba. Na watu wengi wao wanashindwa kuweka nidhamu kwenye ratiba. Nidhamu ni pale unapoamua kuchukua hatua hata kama pale unapokuwa ujisikii kufanya hilo jambo. Na nidhamu ndio inakusaidia kutimiza malengo. Na usipokuwa na nidhamu, maana yake huwezi kutimiza malengo. Na uzuri sasa hivi simu zetu zina application ambayo inatusaidia kuangalia vitu ambavyo viweka labda au malengo, lakini pia unaweza kutumia diary. Lazima uwe na ratiba. Useme kwamba labda hichi kitu nafanya kila siku jioni au kila siku natenga nusu saa ya kufanya jambo fulani ambalo utakuja kunipeleka kwenye malengo yangu makubwa. Kwa lazima uwe na ratiba ya kutimiza lengo lako. Na ratiba inaweza kubadilika, lakini kama ikitokea changamoto, labda umetokea changamoto labda ya matatizo au unaumwa, unaweza kuadjust ratiba kulingana na taarifa ambazo umeshaziweka. Kwa mfano, labda ulikuwa umepumzika labda siku 3, utaona kwamba kumbe hizi siku 3 inabidi nizifidishie kwenye wiki inayofuata. Kwa hiyo utaongeza muda zaidi. Labda ulikuwa unatengeneza kila siku nusu saa, utaongeza saa zima ili ufidishie na ule muda ambao ukipata nafasi ya kufanya hizo hatua. Kwa hiyo taarifa ni muhimu na ratiba, na usipokuwa na ratiba nzuri hauwezi kufuatilia hatua zako, na usipokuwa na hatua ambazo zinafuatiliwa huwezi ukatimiza malengo yako. Kwa hiyo lazima uweke ratiba maalum katika kila hatua ambayo unaenda kuchukua, na lazima uhakikishe kuwa umeichukua na kuifanikisha. Hapo utakuwa sehemu nzuri kabisa ya kutimiza malengo yako. Lakini pia dhibiti mawazo na hisia. Tabia yako ni muhimu sana. Kuwa na mtazamo wa ushindi na epuka watu mtazamo na ushindi na epuka hali au shughuli zinazokukwamisha.
Jifunze kushinda changamoto badala ya kukata tamaa. Ikiwa umechelewa kufanikisha hatua ndogo, usikate tamaa, fanya upya na kisha umefanikisha hatua inayofuata. Sasa changamoto kubwa ni watu ambao wanatuzunguka, lakini pia na mambo ambayo tunakutana nayo. Unakuta mengine yanakukatisha tamaa. Usiangalia mambo. Jitahidi hata kama umekwama, rudi, kaa chini, panga tena upya, anza hatua nyingine tena. Epuka sana watu ambao wanakukatisha tamaa, wanakuambia haiwezekani, achana na hilo. Hao watu watakurudisha nyuma na utashindwa kutimiza malengo yako. Kwa hiyo hata kama umekwama au umeona kuna jambo fulani limetokea, kaa chini, panga tena, angalia namna gani unaweza kurekebisha na endelea na malengo yako. Usikate tamaa kwa sababu ukikata tamaa huwezi kabisa kutimiza lengo lako. Watu wote ambao unaona wametimiza malengo yao makubwa walikutana na vikwazo, lakini vile vikwazo havikuwazuia katika malengo yako. Kwa hiyo kaa chini, panga, angalia na endelea na hatua inayofuata. Lakini pia sherekea ushindi mdogo. Kila hatua ndogo inayokamilika ni ushindi. Sherekea ushindi huu, kwani huongeza motisha na kukuimarisha kuendelea. Kumbuka kuwa mafanikio makubwa ni matokeo ya hatua ndogo zinazofanywa mara kwa mara. Unapokuwa unafanikisha hata kama ni hatua ndogo, jitahidi uwe unasherekea, kwa sababu kwenye ubongo wetu jambo lolote ambalo unalifurahia linakupa hamasa ya kufanya jambo jingine. Kwa mfano labda umeweka lengo labda la kuwa na save labda 200,000 kila mwezi, umefanikiwa 200,000 hiyo kwa mwezi huo, unaweza ukasherekea kupika chakula kizuri, au hiyo siku kununua kinywaji ambacho unakipenda, au hiyo siku ukajipa zawadi ndogo ambayo itakukumbusha kwamba umetimiza lengo lako. Kwenye ubongo wetu unakuwa unatengeneza kama tuseme mbinu ya kuambia ubongo kwamba inatakiwa ufanye kitu kingine tena ili ufurahi zaidi, kwa sababu sisi binadamu tunapenda vitu ambavyo vinatufurahisha. Kwa hiyo kama ubongo wako ukiona kwamba ili jambo likitimia kuna jambo litatokea la kukufurahisha, kwa hiyo ubongo unakusaidia au una ushawishi zaidi kutimiza hatua inayofuata ili tena uje usherekee. Kwa hiyo sherekea ushindi mdogo, inakusaidia zaidi kuona mafanikio makubwa ya malengo yako. Kwa hiyo ukianza kusherekea ushindi mdogo na ukashukuru, na hii ni mbinu pia hata ya kilo kwamba anasema unaposhukuru hatua ndogo, hatua kubwa zaidi zitakuja kwako. Kwa hiyo sherekea na shukuru hatua ndogo ambazo umezifanikisha na unajikuta unapata hatua kubwa zaidi. Kwa malengo sahihi hutoa mwelekeo na nguvu za kufanikisha ndoto zako. Andika, gawa, panga, fanya na sherekea. Usubiri muda mzuri mpaka upate kila kitu. Anza sasa, kwani hatua ndogo ya leo inaweza kuwa mafanikio makubwa ya kesho. Usubiri mpaka kila kitu kiwe sawa. Anza leo. Na watu wengi changamoto kubwa wanasubiri mpaka kila kitu kiwe sawa. Mtaji ukamilike, kila kitu kikamilike, lakini wote unaoona walioanza biashara kubwa, waliofanikiwa katika maisha hawakusubiri kila kitu mpaka sawa. Anzia pale ulipo. Na huu msemo watu wanaona kama ni msemo wa motivation, lakini sio ukweli. Watu wote ambao unawaona, hata mimi kipindi naanzisha hii channel ilianza na vifaa ambavyo ni vya kawaida sana, lakini taratibu mpaka siku moja utakuja kuwa na vifaa vizuri zaidi. Kwa hiyo usisubiri mpaka kila kitu kiwe katika bila unavyotaka, yani ukamilifu. Na ukamilifu waga tunasema ni hali ambayo inawazuia watu wengi kupiga hatua. Anza na pale ulipo. Nikuombe sana, kama utakuwa na swali, nikuombe ucomment katika sehemu ya comment section nami nitakujibu, lakini kama kuna sehemu hujaelewa unaweza kucomment sehemu ya comment section nami nitakufafanulia vizuri. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Mimi naitwa Elikhan TZ, nikutakie siku njema. Hakikisha umesubscribe. Bye bye.